Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mapacha. Kuhisi kuchoka katikati ya safari. Kupata mshangao, kumshangaa mtu au kushangaa kitu kupitiliza. Kupatiwa siri ambayo hutohitajika kumwambia mtu mwingine. Kuombwa kutoa utetezi. Kuhisi mtu anavuka mipaka uliomwekea katika hali ya heshima. Utakuwa katika hali ya hasira sana. Yote ni kutokana na hali ya nishati iliyopo kwa sasa. Kujitahidi kumsahau mtu aliyekuwa akikupa maumivu. Kuanzisha mradi mdogo utakao kufanya kufikia lengo. Kuna mtu atatamani kukupa mbinu bora ya utafutaji. Kupewa au kumpa mtu ushauri utakao kuwa na manufaa. Siku 2 zijazo utapokea taarifa itakayokupa furaha. Nyota ya ndoo. Kuzungumziwa na watu tofauti tofauti hata usiokuwa na mazoea nao. Kujadiliwa kwa jambo linalokuhusu. Kutompa mtu nafasi ya kuharagai tena. Utahitaji kujiongoza mwenyewe bila ushirika wa mtu. Utajilaumu kwa makosa ya mtu mwingine. Kutambulika zaidi katika upande wa majukumu. Msimamizi wako wa kazi ana lengo zuri na wewe. Kushiriki kikao cha familia. Kulia kwa uchungu. Jitahidi sana kufanya ibada za usiku au maombi kwa kumuomba Mwenyezi Mungu hitaji lako utapata wepesi katika maisha yako. Nyota ya mizani. Kuwa na wasiwasi. Kuona uzembe wa mtu wa makusudi. Kuonesha ishara kwa mtu kuwa umemsamehe. Kuona mtu wako wa karibu ana lengo la kukukomoa. Kufanya maandalizi ya safari. Kupata ongezeko la mshahara. Kuna watu wataonesha hali ya kukuchangamkia. Mizani. Wewe ni mtu mwenye bahati kubwa, ila bahati yako haidumu. Yote ni kutokana na husda za watu. Pia wewe mwenyewe hurudia sana makosa ambayo yanahitaji urekebishaji, ili uwe sawa zaidi. Jitahidi kuwa msiri katika mipango yako utafikia lengo. Mtu kuonesha hali ya kuvutiwa na wewe, na kutaka kuwa na ukaribu na wewe zaidi. Utashiriki mazungumzo ya muda mrefu na mtu unayemwamini. Utapata njia ya ukombozi na mwanzo mpya katika mipango yako au utafutaji wako. Nyota ya Simba. Kupachukia sehemu. Kukosa ujasiri unapokuwa huna kitu. Kuchelewesha kazi ya mtu ifanyayo. Kufanya maamuzi kwa kutumia hasira. Simba. Kuna mtu atakutafuta kwa lengo la kukufariji na atakufanya uwe bora hata kama huna kitu. Baadhi yenu mtapata matumaini ya kile mnachokipambania. Kuhisi mtu anakubagua. Kukumbuka matukio yenye kukupa maumivu. Kutamani kupiga kelele kwa hasira. Unajitahidi kuonesha uwezo wako wa kazi, utafikia pazuri. Mwongozo wako unakuhitaji ufanye kitu zaidi ili uzidi kuwa bora. Marafiki wa kweli watajitokeza kukupa msaada. Utafikia wakati wa kupanda ngazi za maendeleo kwa haraka. Simba, Simba, Simba. Usiwe mwenye kiburi cha kupitiliza. Utakuwa ni mkosaji sana. Adabu, heshima, iwekee kipaumbele pia. Mwenyezi Mungu anataka kukufikisha ulipokuwa unapatamani. Katika imani yako itakupa majibu sahihi. Zidisha jitihada. Nyota ya punda. Kuhisi kichefuchefu. Kupata maumivu ya tumbo. Wenginewe kujihisi homa kali. Yote ni kutokana na nishati ya sasa. Punda. Tumia matunda kwa wingi na mboga za majani za mchemsho. Zitakuongezea vilivyopungua mwilini kiafya katika hali ya urutubishaji. Kuwa na mipango ya kumsaidia mtu. Kuna jambo huwa unasita kulifanya ila bado unatamani kulitekeleza. Kutegemewa katika kitengo fulani. Kukubalika na wale uliowahisi wanakuchukia. Mtu atajirudi kwako kwa mapenzi ikiwa ulikuwa una tofauti naye. Mpokee, ukaribu huo hauna shaka ndani yake. Nyota ya mshale. Punguza mawazo. Usiruhusu udhaifu upenye katika moyo wako. Kujilaumu kwa jambo lililopita. Kupongezwa jambo. Kufanya kitu kitakachomfurahisha mtu. Kuona mtu ana upinzani na wewe. Kutamani kushauriwa jambo. Utapata maumivu ya kichwa kutokana na mvutano wa misuli ya kichwa, uchovu pamoja na mawazo. Aliyekuwa mbali atajirudi kwako. Kumwota sana mtu umpendaye. Kumsihi mtu jambo. Kumsikia jogoo akiwika zaidi ya mara moja. Hii inaashiria mwanzo mpya wenye heri na baraka. Kuna mtu anatamani kukutafuta ila anaogopa. Utapokea salamu za mtu kutoka kwa mtu. Kuhitimisha jambo. Kupata ndoto zenye ujumbe. Kumwahisha mtu katika matibabu.
kusikilizia wito wa kitu. Mshale, utapata pesa mfululizo, zipokee hii kwa imani. Nyota ya kaa, kutafakari mazungumzo yaliyozungumzwa yenye kukuhusu. Kumbashiria mtu jambo, kuchukizwa na tabia ya mtu, kusikilizwa kwa umakini katika mahojiano, kutamani kuwa bora zaidi, kujua jukumu la mtu lipo kwako, kuhitaji kuonana na mtu kwa mara nyingine, kupigiwa simu zenye usumbufu. Mtu ataonesha hali ya kukuridhia kwa jinsi ulivyo. Kumuota mtu amefariki ikiwa yu hai kwa sasa, na baada ya muda au wiki utasikia taarifa ya kweli ya kifo chake. Kuaminiwa kwa haraka na mtu kabla kumuaminisha. Kuangalia kovu lako kwa muda mrefu sana. Kujichunguza kiungo, yani kujiangalia mwili wako. Nyota ya nge, kuhisi maumivu ya viungo hasa kwenye uti wa mgongo na miguu. Kujiona umekuwa msahaurifu na si kawaida yako. Nge, unashauriwa kunywa maji mengi na kuiruhusu akili kutulia. Kupitia changamoto kidogo kiupande wa pesa. Kuziota pesa za zamani sana itakujulisha kuna kitu cha thamani utakimiliki. Kuhisi muunganiko wako na mtu utakuwa ni bora sana. Kuukaripia ujinga wa mtu. Kuna mtu atakuwa mbali na wewe kwa hofu. Kuzungumziwa baada ya kutoenda au kuhudhuria sehemu. Mtu atavutiwa kwa hali ya upendo ulionao kwa waliokuzunguka. Kuombea jambo kila siku na marejeo ya hilo kukufikia. Kukosolewa bila sababu. Mtu atakufanyia utani wenye kukuudhi. Nyota ya samaki, kupunguza maswali kwa mtu. Kusifiwa kwa muonekano wako au maridadi ulionao. Kuchagua kitu ambacho kitapendwa na wengi. Mtu atatamani kuzungumza na wewe. Samaki, kuanzia sasa na siku 2 zijazo, kuna mtu atakujia kwa lengo la kuhitaji msaada wako. Utayakwepa majaribu ya mtu. Kumnyamazisha mtu katikati ya maongezi. Mtu atavutiwa na ucheshi wako. Nyota ya mashuke, kutojali sana maumivu ya mtu anayoyapitia, kwa kuwa na yeye pia alikuumiza bila kujali. Kuzisikia habari za uongo ukiwa unaujua ukweli wake. Kukaa sehemu kwa muda mrefu kama vile umezubaishwa. Kuruhusu amani itawale ndani ya moyo wako. Kumwazia mtu mambo ya kumfanyia. Nyota ya mbuzi, mtu kuharibu simu yako. Kuridhia kufanya kitu kwa upendo. Kumjulisha mtu makosa aliyoyatenda ili abadilike. Kumfanya mtu ajihisi amani kwa kuwa karibu naye kwenye mapito anayoyapitia. Kuwaondoa watu shaka kwa wanayoyafikiria. Kupunguza hari ya kumwamini mtu sana. Nyota ya ng'ombe, kuwazia jawabu utakalopatiwa. Kupata vichomi katika mbavu. Kuhisi ujinga wa mtu unaweza kusababisha tatizo. Kumuhisi mtu katika jambo fulani. Utadhihirisha neno unaloliongeaga moyoni. Kuyaona matukio yenye kukuhuzunisha. Kufikiria kumlipizia mtu jambo. Kuchelewa kuamka. Kujua mtu anahitaji nini ila anazunguka kwa maneno. Kumdhibiti mtu asiweze kufanya kitu kutokana na hasira zake. Kuyajua maumivu anayoyapitia mtu kwa hisia. Kuingiwa na uoga baada ya kujua kitu. Ujio wa mtu utakushtua. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.